Mazungumzo ya Footprints yanahusu ufahamu na uzoefu kutoka kwa viongozi wenye tajiriba katika sehemu zao za kazi na biashara na huchukulia kazi zao kama nafasi ya huduma. Mazungumzo ya Footprints wiki hii ni sehemu ya 4 kuhusu maongezi ya makubaliano baina ya jaji na Jenerali Yefta kulingana na Waamuzi 8 mstari wa 1 hadi 3 na sura ya 11 mstari wa 30 hadi 40. Jenerali Yefta atatueleza yale ya kutofanya katika maongezi ya makubaliano kutoka kwa uzoefu wake binafsi. Tumkaribishe Jenerali Yefta katika maongezi ya Footprints. Siwezi kuamini kuwa tuko kwenye sehemu ya mwisho ya mazungumzo yetu. Kuna baadhi ya mambo hupaswi kamwe kufanya katika maongezi ya makubaliano. Ningependa kuzingatia haya katika mazungumzo yetu ya leo. Ndiyo, hilo litathaminiwa sana. Na kama ulivyoomba, tunaye Jenerali Gideoni kwenye simu. Nilimwalika Jenerali Gideoni ambaye ana uzoefu zaidi na alifanya jambo ambalo iwapo ningefuata mfano wake, nisingepata mwisho huo mbaya. Mkuu wa majenerali, tafadhali zungumza nasi. Nianze kwa kusema, ni muhimu sana kuchagua kwa busara ni migogoro ipi utakayohusika nayo. Kuna baadhi ya migogoro ambayo haifai nguvu zako, wakati, na amani ya akili. Kwa migogoro hiyo, mnajadiliana mshindi na mshindani ni nani kwa ajili ya kupata amani ya moyo. Jenerali Gideoni, nilidhani mazungumzo ya makubaliano ni kupata ushindi kwa pande zote mbili. Tafadhali unaweza kufafanua? Ndiyo, nitatumia uzoefu wangu binafsi katika Waamuzi 8 ili kufafanua. Nilipingwa vikali na Waefraimu waliokasirika kwa sababu walisema kwamba sikuwaheshimu na kupuuza msaada wao wa kupigana na Wamidiani. Hili lilizua mzozo mkali kati yetu, lakini niliona mzozo huu haukufaa nguvu zangu na amani ya moyoni, kwa hivyo nikaenda kwa mazungumzo ya kupata mshindi na mshindani. Niligusia sana ubinafsi wao, na walishinda mazungumzo hayo, lakini nilibaki na amani yangu ya moyoni. Vizuri sana. Unamaanisha nini ukisema uligusia sana ubinafsi wao katika mazungumzo ya kupata mshindi na mshindani? Waliponishambulia kwa nguvu, ningeweza kujibu na moto kwa moto wao, lakini hiyo ingeongeza mzozo. Kwa hiyo, niliwaambia wao walikuwa bora zaidi kuliko sisi. Hatuwezi kujilinganisha nao. Mafanikio yao mabaya zaidi yalikuwa bora zaidi kuliko mafanikio yetu bora. Waliposikia hivyo, ubinafsi wao ulichochewa, mzozo ukaisha, nami nikapata amani ya moyoni. Vizuri sana. Kawaida tunajadiliana ili kutatua migogoro, lakini umetupa mfano bora wa kujadiliana si kwa ajili ya kutatua migogoro bali kwa ajili ya kukomesha migogoro. Maneno ya upole, laini na ya fadhili uliotumia kugusia ubinafsi wao yalienea na kuepusha mzozo. Wasikilizaji, kuna baadhi ya migogoro unayoweza kuepuka kwa kugusia tu ubinafsi wa upande mwingine. Ikiwa hilo litakupa amani ya moyoni, basi fanya hivyo. Itakufaa. Ikiwa ningefuata mfano huu wa Jenerali Gideoni, nisingeenda vitani. Binti yangu wa pekee hangepoteza maisha yake, na singeharibu sifa yangu kama mpatanishi bora. Jenerali Yefta, nilifikiri ulishinda vita dhidi ya mfalme wa Amoni? Ndiyo, Israeli walishinda vita dhidi ya Amoni, lakini nilishindwa katika vita hivyo. Kwa hali ya upweke, nilijadiliana na Bwana kwa nadhiri. Nilifanya mpango na Mungu. Ikiwa utanipa ushindi, nitatoa chochote kitakachotoka katika nyumba yangu kama dhabihu ya kuteketezwa. Tulishinda. Lakini unadhani ni nani aliyekuwa wa kwanza kutoka nyumbani kwangu kunisalimia? Ngumu sana kukisia. Nani alikuwa wa kwanza kutoka nyumbani kwako kukusalimia? Binti yangu wa pekee ambaye wakati huo alikuwa bikira. Nami nikamtoa kwa huzuni kama dhabihu ya kuteketezwa kulingana na mpango niliofanya. Ningependa kuwaacha na masomo 3 kutokana na uzoefu huu. Kwanza, kuwa mwangalifu kuhusu kile unachofanya vizuri. Kile unachofanya vizuri pia kinaweza kusababisha anguko lako. Nilijiona kama msuluhishi mkuu, na nilienda mbali sana kujadiliana na Mungu. Pili, usiwahi kujadiliana na Mungu.
Kamwe usifanye mpango na Mungu. Yeye ni Mwenyezi. Angetupa ushindi hata ikiwa singefanya mpango huo. 3. Usiwahi kujadili kutokana na mfadhaiko. Ukiwa katika upweke au ukiwa chini ya shinikizo, utajuta baadaye. Wasikilizaji, zingatia masomo haya. Je, umewahi kufanya makubaliano kwamba nitafanya chochote ikiwa utanipa kazi, nafasi, mali au biashara? Usifanye makubaliano chini ya shinikizo. Subiri, tafakari na ufikirie masharti na makubaliano unayofanya. Huu ni wakati mzuri wa kujifunza kuhusu jinsi ya kujadiliana ili kuepuka migogoro, na pili, jinsi ya kuepuka mitego ya kifo katika mazungumzo. Majenerali Gideoni na Yeftha, mnastahili shukrani zetu zote kwa uzoefu wenu, maarifa na tahadhari. Iwapo mazungumzo haya ya Footprints yamekuwa yenye baraka kwako, basi ipitishe ili iwe ya baraka kwa wengine. Je, wewe ni muumini aliyejitolea kutimiza wito wake wa kitaaluma mahali pa kazi na mahali pa biashara? Tuna rasilimali kadhaa kukusaidia kufanya hivyo. Jiunge nasi kwenye mtandao wetu YouTube kwa ajili ya wewe kupokea rasilimali mpya kila wiki. Kama wewe pia una vipaji vingine vya kiteknolojia, wasiliana nasi na tuzisalimishe kwa Bwana ili kubadilisha maisha ya wengine kwa utukufu wake.